بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Tukiendelea darasa yetu kama ilivyokuwa ni ada ya Sheikh Malik ya sharh ya Ibn Aqil rahmatullahi ta'ala alayhi. Tupo katika mlango wa alam na tumemaliza upande wa maarifa na nakira, na tumejua nini nakira na nini maarifa kama tulivyotoka nyuma huko, lakini Sheikh akaanza kuelezea alam, na hii ametaja alam kwa sababu anaanza kuelezea aina katika aina za maarifa, zile anwaa za maarif. Miongoni mwao ni hii al-alam. Kuna al-maarifa bidukhuli al-alif wal-lam, na maarifa bil-idafa, kuna ismu usul, kuna ismu ishara. Kwa hiyo hizo zote zinakuwa ni katika aina za maarifa. Kwa hiyo ataelezea moja baada ya moja. Kwa hiyo ameanza na alam kwa sababu alam inakuwa ndio daraja ya kwanza katika upande wa hizo maarifa, na ndio wanasema wanachuoni kwamba arafu al-maarifi katika upande wa jina ambalo ni maarifa zaidi kuliko maarifa zote ni lafdhul jalala, lafdhi ya Allah. Hii inakuwa ni arafu al-maarifi na ni alam ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunaanza kuelezea alam, na alam ni jina linaloonyesha juu ya kitu kinachoitwa nacho. Kitu hicho maalum moja kwa moja ikitajwa inaelekea kwenye hicho kitu, maana yake inabainika na upambanuka kuachana kitu kingine. Na ndio unaweza kukuta tofauti kati ya upande wa alam na maarifa labda ya kawaida ya kuandika na alif na lam. Alam inakuwa iko juu zaidi, kwamba alam ni alama, ni nembo. Ndio maana katika maana zake alam ina maana ya bendera kidogo, ina maana ya alama, ina maana ya mlima kama tutakavyokuja kuelezea huko mbele inshallah. Lakini almuhimu ni kwamba mfano ukisema alkalbu, ukisema albakara, hii imekusudia labda ni mbwa fulani, ni ng'ombe fulani, lakini sio alamu yake, kwa sababu sio kwamba labda ndio jina lake linaloitwa nalo. Hapana, imekusudia kwa jina hilo. Ukisema albakara au alkalbu imekusudia ng'ombe fulani, kwa maarifa bidukhul alif wal lam, kama pale sio nakira, kwa sababu bakara itakuwa ni ng'ombe wote. Albakara kuna ng'ombe maalum imekusudia, lakini ule ng'ombe ikiwa na jina fulani, labda anaitwa tarefa au labda anaitwa, mara tunakuta baadhi ya ng'ombe wanakuwa wanaitwa alama, wana majina yao. Sasa zile zinaambiwa kwamba ni alam, ni alam, kwa maana kwa majina yale kila mmoja anapambanuka na mwingine. Kwa hiyo ukija katika upande wa alam zingine katika aina mbili, kuna alamu al-ashkhas na alamu al-ajnas. Alamu al-jinsi na alamu al-shakhs. Alamu ya mtu na alamu al-jinsi inaonyesha kwamba inabeba kila jinsi ya kitu fulani, na hizo tutasoma mbele inshallah katika beti zake. Kwa hiyo ukisema Muhammadun, ukisema Zaidun, Ali, Fatima, Aisha, hizi zinakuwa ni alamu miongoni mwa alamu al-ashkhas, majina ya watu. Lakini alamu al-jinsi inakuwa ni alamu ambayo inabeba jinsi ya kila kitu ambacho kinaingia pale kwenye ile maana. Kama vile kusema labda mfano kuna sualatun. Sualatun ni alam ya kila kicheche. Kila kicheche inakuwa ni alamu yake inatumia. Au Usama, inakuwa kila simba inakuwa ni alamu yake. Usama inakuwa ni miongoni mwa alamu za alamu al-jinsi. Kwa hiyo tutakuja soma katika upande wa sehemu zake inshallah. Kwa hiyo tukiingia katika beti ya kwanza, anasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, al-alamu ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa, alamuhu ka Ja'farin wa khirnika wa qaranin wa adanin wa lahiqin wa shadhkamin wa haylatin wa washiqin wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha'in siwahu sahiba. Anasema al-alamu ismun, alam manake ni jina. Jina hili yu'ayyinu al-musamma mutlaqa, linabainisha, linaweka wazi al-musamma, kile kinachoitwa kwa jina hilo mutlaqan, moja kwa moja. Na kisema mutlaqan tunasema maana yake ni ghairi kaidi bila shaka, maana yake likitajwa tu moja kwa moja ashabainika alikuwa anaitwa nalo jina hilo. Hii ndio maana ya alam. Ni tofauti na maarifa nyingine. Katika upande wa maarifa, zile sio mutlaqan, zinapambanua kitu kinachoitwa kwa kitu hicho kilichokuwa kimekusudiwa, lakini sio mutlaqan. Zile zinakuwa bikaidi, zina vifungo. Ndio maana kuna maarifa lakini bidukhuli alifi wal lam, kwa hiyo inakuwa ni kaidi. Maana yake ikiondolewa alif na lam, ile jina sio maarifa tena, unakuta ni maarifa bil idafa, ni kifungo hicho kaidi. Ikiondoshwa idafa inakuwa ile sio maarifa tena. Kwa hiyo inakuwa ni maarifa mathalan لأنه يحتاج إلى صلة الموصول، مثلا اسم موصول يحتاج صلة.
Kwa hiyo ikiondoka silatul mawsuli kama haipo, maana yake pale haipati tena maarifa. Kwa zile zinakuwa zina kaidi nyingine zilizokuwa zimebaki, lakini alam ikitajwa tu Muhammadun Zaidun inaelekea kwa kile kitu moja kwa moja ambacho kimetiwa nacho, tayari kinakuwa kishampambanua. Kwa ndio maana ya alam. Al-alam ismun yu'ayinu al-musamma mutlaqan alamuhu ka Ja'farin wa Khirnika. Kwa alamuhu hiyo alamu mfano wake akatoa ka Ja'farin, kama vile tamko Ja'far ni jina la mtu anaitwa Ja'far, kama vile Saidun na Zaidun, wa Khirnika na Khirnika, ambapo Khirnika ni jina la mwanamke. Khirnika ni jina la mwanamke, ni miongoni mwa washairi wa Arabu ambao walitangulia. Wa Qaranin vile vile pia natamko Qaranin. Qaranin inakuwa vile vile pia ni alam, na Qaran inakuwa ni jina la kabila. Wa Adanin na Adan inakuwa ni jina la sehemu. Wa Lahiqin na Lahiq vile vile pia ni alam ya jina la farasi. Kuna farasi alikuwa anaitwa Lahiq, alikuwa ni jina lake. Sio kila farasi, bali ni farasi maalum alikuwa amepewa jina hili anaitwa Lahiq. Qila pia imesemwa kwamba ni farasi wa Muawiya radhiyallahu anhu. Wa Shadhqam na vile vile pia Shadhqam. Shadhqam inakuwa ni alam vile vile pia ni ngamia. Kuna ngamia alikuwa anaitwa kwa jina hili la Shadhqam. Wa Haila na Haila. Haila vile vile pia inakuwa ni alam ya mbuzi alikuwa anaitwa Haila. Kuna mbuzi alikuwa anaitwa kwa jina hili Haila. Nayo hata nyumbani tunakuta kuna ng'ombe anapewa jina fulani anaitwa kadha anaitwa kadha. Kwa hiyo inakuwa ni alam. Wa Washiqin na Washiq inakuwa ni alam, ni jina ambalo alikuwa kuna mbwa anaitwa kwa jina hili, alikuwa anaitwa Washiq mbwa huyo. Kwa hiyo zote hizi zinakuwa ni mifano aliokuwa ameelezea shekhe, ni mifano ya alam. Kisha akasema wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha in siwahu sahiba. Wasman ata, hapa anataka kuelezea shekhe rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba upande wa hizi alam zimeganyika katika sehemu tatu. Kuna upande wa ismu na upande wa kunya na upande wa laqab. Jina ni ile ambalo linaonyesha juu ya musamma, kile kinachoitwa, na laqabu ma ashara bimalihin au dhammin, kama anavyoelezea ni ile ambayo inaonyesha sifa nzuri au mbaya, kama vile kusema labda Umar ukasema al-Faruq. Umar ni jina, al-Faruq inakuwa ni vile vile ni alam, lakini pale inaambiwa kwamba ina maana sifa, ni laqab, ni sifa yake. Alafu kuna kunya. Kunya ni ile ambayo imeanza na abi au ibni au zimekuja kwa sura nyingi, zote hizo zinaitwa ni kunya. Wewe utasikia Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu fulani. Kwa hizi zinaingizwa katika upande wa kunya. Kwa hiyo zimegawanyika alamu katika sehemu tatu: kunya, lakabu na ismu. Kwa sasa zikikutana sehemu moja, hapa ndo nataka kuelezea shekhe kwamba ikija ismu ikaja na lakabu, basi ni lazima lakabu icheleweshwe ile sifa. Maana kusema labda Umaru al-Faruq, Umaru al-Faruq. Kwa hiyo hapa inatakiwa itangulizwe Umaru kwa sababu ni jina, hii lakabu icheleweshwe ili al-Faruq baadaye. Maana yake haitaki useme kwamba al-Faruq Umaru. Ikikutana ismu na lakabu, inatakiwa lakabu icheleweshwe, ismu itangulie. Isipokuwa wamevua na chuoni wanahau pale ambapo itakapokuwa ile lakabu itakuwa ni mashuhuri zaidi kuliko ismu, basi inajuzu kuitanguliza wakati wa ismu, kama ilivyokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innamal masihu Isa. Kwa hiyo imetangulizwa al-Masihu ni sifa, ikatangulizwa juu ya Isa kwa sababu al-Masihu inakuwa ni ashharu zaidi juu ya Isa alayhi salam. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba ikikutana ismu ikakutana lakabu, basi ni lazima lakabu icheleweshwe. Au vikikutana vyote vitatu, itakuja Umaru mathalan, itakuja Umaru kama ni Abu Hafsin, al-Faruq itakuja baadaye. Lakini hapa kikubwa kinachokusudiwa ni kati ya Umar na al-Faruq, ismu na lakabu. Ama kinyume chake, kama itakuwa imekutana ismu ikakutana na kunia kama vile Umaru Abu Hafsin au Abu Hafsin Umaru, hapa inajuzu kutanguliza yote ukachelewesha yote. Au ikiwa imekutana lakabu ikakutana na kunia, mfano ukasema labda Abu Hafsin al-Faruq au al-Faruq Abu Hafsin, hapo inajuzu chochote.
lakini kipengele ikiwa imekutana ismu na lakabu, hapo lazima lakabu icheleweshwe. Kwa ndo Sheikh akasema wasman ata, na hiyo alam inakuja isman hali ya kuwa ni jina. Manake ata isman, hiyo lakabu inakuja hali ya kuwa ni jina. Wasman hiyo wao inakuwa ni harfu atf. Wasman ata manake atasman wa kunyatan wa laqaba. Inawezekana ikaja hiyo alam ikaja ni ismu au ikawa ni kunya, na vile vile inawezekana ikaja ni laqab. Lakini wa akhiran icheleweshe hii laqabu insiwahu, isiyokuwa hiyo laqabu sahiba, ikiwa imeongozana nayo. Kwa maana anachokusudia Sheikh kwamba icheleweshe laqab ikiwa imesuhubiana na kitu ambacho sio laqab. Kwa maana labda anakusudia ikiwa imekutana na jina au imekutana na kunia. Lakini dhahiri ya maneno ya Sheikh hapa inaonyesha kwamba laqabu itacheleweshwa endapo itakutana na moja katika hivi viwili, ima ismu au kunia. Lakini kwamba mambo yalivyo, kwamba uhalisia na uhakika unaelezea wanachuoni, ukiachana dhahiri ya maneno ya Sheikh katika beti, ni kwamba inayotakiwa icheleweshwe ni pale ambapo imekutana laqabu, imekutana ismu, ama ikiwa imekutana laqabu na kunia au ismu ikawa imekutana na kunia, hapo na ikhtiyari kati ya kuchelewesha hii na kutanguliza hii. Kwa hiyo akhiran icheleweshe hii ambayo inakuwa ni laqab insiwa wa isiyokuwa hiyo. Ndio maana tukasema dhahiri ya maneno ya Sheikh kwamba inaonyesha ikiwa laqabu imekutana na moja katika hivi viwili kati ya ismu na kunia icheleweshwe. Lakini mahali ambapo tunasema kwamba ni wajibu kucheleweshwa ni pale ambapo itakuwa imekutana laqabu na jina, ama ikiwa imekutana laqabu na hivyo vingine, laqabu na kunia, au kama imekutana kunia ikawa imekutana ismu, hapo una ikhtiyari katika sura hii. Kwa hiyo wa akhiran cheleweshe hii insiwahu sahiba, na tushasherehesha kwamba ikiwa imeambatana na siwahu, isiyokuwa hiyo laqab, manake vitaingia vile viwili katika aina mbili zilizobakia, ima ismu au kunia. Sahiba manake ikiwa imeambatana kitu ambacho sio laqab, manake imeambatana ismu au imeambatana na kunia. Kisha baadaye akaelezea Sheikh akasema wa in yakuna mufradain, na hapa anaelewa vile vile tena katika upande wa hiyo alama, pamoja na lakabu yake inawezekana ikaja wakati huo ni murakkab zote mbili, au zikawa ni mufradain, zikawa labda mufradi hazikufanywa tarkiba, hazijapandanishwa, au ikawa moja hapo ni mufradi, nyingine imepandanishwa. Kwa hiyo wa in yakuna mufradain, Sheikh hapa anaelezea katika vigao kwamba alam ikija na hiyo lakabu yake ambapo ismu imekutana na lakabu, wakati huo zikawa zote mbili ni mufradi kwa maana hazijapandanishwa, Sheikh anatoa hukumu fa adhif hatiman, tegemeza kilazima. Maana imekuja labda Umaru na Al-Faruq, hii Umaru ni mufradi, Al-Faruq ni mufradi. Kwenye sura hii Sheikh anasema fa adhif hatiman, tegemeza kilazima, utasema jaa mfano Umaru Al-Faruqi wa mudhaf na mudhaf ilayhi. Hayo ndio mapito ya wanachuona Basra, na Sheikh amepita katika mapito hayo. Wa illa, kisha akasema na kama si hivyo, maana kinyume chake, pamoja na kuwa kwamba mpito huu vile vile wamejuzisha wanachuoni wa Kufa kwamba inaruhusiwa kufanya itibaa, kufuatishia. Waweza kusema jaa Umaru Al-Faruq, ikawa Al-Faruq wakati huo imemfuata Umar, ikawa ni sifa yake. Kwa hiyo jaa Umaru Al-Faruq au jaa Umaru Al-Faruqi kwa mudhaf na mudhaf ilayhi. Lakini hao walikuwa wamejuzisha ni wanachuoni wa Kufa, ndio waliokuwa wamepita kwamba inafaa kufanya itibaa, kufuatishia jina la nyuma katika upande wa i'rabu. Na vile vile pia inajuzu pia kufanya al-qat'u, kuikata, yani ukaikata kama vile tunavyosema kwamba unaweza ukaikata sifa, na ukishaikata sifa unakadiria kitu kingine. Unaweza kusema mfano jaa Umaru Al-Faruqa, kwa maana unakadiria ani Al-Faruqa, maana Al-Faruqa inakuwa ni mafulun bihi wa kitendo kilichoonyesha takdiri yake ani, au aksuna kusudia Al-Faruqa. Kwa hiyo hizo ni katika mapito ya kiarabu. Kwa hiyo Sheikh hapa amepita zikiwa zote mbili mufradi, fa adhif hatiman, egemeza, fanya mudhaf na mudhaf ilayhi, hatman ay wajiban, kwa sura ya wajibu. Wa illa, na kama si hivyo, maana ikiwa labda moja ni mufradi nyingine murakkab, ima alam ya hili jina limekuja ni mufradi, alafu sifa yake hii lakabu ikaja
ni murakkabu, au imekuja jina ni murakkabu, hii ikaja ni mufradi, basi anasema atbi alladhi radif, fuatishia alladhi, jina ambalo radif lilokuwa limeongozana nalo huko nyuma, radif lilokuwa limefuatana nalo huko nyuma, kwa maana utalifuatishia hili jina la mbele wa hilo tamko lilokuwa limetangulia nyuma, ikiwa moja wapo labda ni mufradi, nyingine ni murakkab. Kama vile kusema mfano Saidun, na mfano Saidun anfun naqa, kwa maana Saidun ni ismu, alafu anfun naqa hii wakati huo ni sifa yake, ni lakab, na anfun naqa imekuja kwa idhafa, imefanywa tarkibu. Kwa hiyo wakati utafuatishia, tutasema mfano jaa Saidun anfu an-naqa, pamoja na kuwa kwamba inajuzu pia vile vile kuikata ukasema jaa Saidun anfa an-naqa, kwa maana ani na kusudia anfan naqa, ile pua la ngamia. Kwa hiyo hizi zinaingia katika upande wa hukumu, imma ikiwa mufradi moja wapo katika upande wa jina na nyingine ikiwa ni murakkab, au zote mbili ziwe ni mufradi katika upande wa jina na lakabu yake. Kisha beti zinazofuata anaelezea minhu manqulun kafadhlin wa asad wa dhur tijalin kasuada wa udat. Hapa anaelezea Sheikh kwamba alam vile vile imegawanyika tena, kwamba hiyo alam kuna al-alamul manqula, alamu ambazo tunasema kwamba zimehamishwa. Hizo kwa zimehamishwa maana yake asili yake zilikuwa zikitumika kwa kitu kingine, zikaja zikatumika ni majina ya kitu au majina ya mtu. Na hata sisi tunatumia, mtu unawezekana akawa anaitwa Simba. Simba asili yake ni mnyama, lakini jina hili likaja likatumika kwa mtu. Kwa hiyo hizi zinaitwa al-alamul manqula. Au pengine ilikuwa ni jina lilikuwa limetumika ismu fa'il, mfano mtu anaitwa al-Harith, al-Harith ni mkulima, kwa akaja akaitwa nalo mtu. Hizi zinaitwa al-alamul manqula. Tunasema jara majarahu kabla majarahu, kwa maana alipita mapito yake ya kuwa yametumika katika sura huko iliyotangulia asili, kabla majarahu, kabla ya kutumika kwake kwa ni alam, kwa jara majarahu kabla majarahu, maana yake alipita kuitiwa kutumika katika asili yake kwa maana fulani, yakaja katumika ni majina ya watu. Au mtu anaitwa al-fadhl, al-fadhl ni ubora asili yake masdar, lakini kaja katumika jina la mtu anaitwa al-fadhl, na hapo mingi sana. Kwa hiyo hizi zinaitwa al-alam al-manqula. Kwa hiyo al-alamu al-manqula na nyingine zinaitwa al-alamu al-murtajala. Al-alamu al-murtajala ni zile ambazo asili yake zimetumika kwa ni alamu. Kwa hiyo hizi ni aina mbili za alamu. Ndio maana akasema Sheikh wa minhu, katika wa min al-alami manqulun, kuna al-alamu ambazo zimehamishwa kafadhli, kama vile tamko fadhli ambayo asili yake ni ubora, ni masdar, ikaja ikatumikwa kwa mtu akawa anaitwa al-fadhl, wa asad au asad simba akawa anaitwa mtu anaitwa simba. Wa dhur tijal, na zile ambazo ni murtajal, dhur tijal ile ambayo asili yake imetumika ni alam, mfano kina Zaidun, akatoa mfano na Suada, akatoa hapa Sheikh ka Suada wa Udat, kama vile Suad na Udat. Haya majina yametumika asili yake, yamewekewa watu walikuwa wanaitwa nayo majina haya. Kwa hiyo zinaitwa al-alam al-murtajala, alamu ambazo zimetumika katika asili yake. Kisha sasa akaanza kubainisha hukumu za alam ambazo zimekuja katika mifumo tofauti tofauti. Alam inawezekana ikawa wakati huo pia imekuja ni jumla, baada ya kusema kwamba katika alam kuna manqula na kuna murtajala, kisha akasema kwamba wa jumlatun, na alam inawezekana ikawa ni jumla, kama tulivyokuwa tunaona kwamba alam inawezekana ikawa ni mufradi kama vile Zaidun, Saidun. Vile vile pia inawezekana ikawa ni murakkabu ya idhafa, vile vile pia alam inawezekana ikawa ni jumla, na tukisema jumla hiyo ni tarkibul isnadi, tarkibul isnadi ambayo i'rabu yake inarabiwa na hikaya. Kwa hiyo hii wa jumlatun, alam inawezekana ikawa ni jumla. Mfano kuna mtu alikuwa anaitwa Shabakarnahu, maana yake zimeota mvi pembe zake mbili au pande zake mbili, upande huu na huu. Kwa almuhimu kwamba jina hili asili yake lilikuwa ni kitendo na fa'il. Shaba ni kitendo cha fi'il madhi, na hii karna ilikuwa ni fa'il na mudhafu ilayhi, karnahu likatumika ni jina la mtu. Kwa hiyo hii inaitwa alam ambayo ni katika kigao cha tarkibul isnad. Alafu kuna tarkibul mazdi ambayo ni matamko labda mawili yamepandanishwa ikawa ni jina moja, hiyo ndio inaitwa tarkibu al-mazdi. Maana al-mazdi ni upandanisho wa kuchanganywa maneno. Kwa wama bimazdin, na lile ambalo bimazdin rukiba, kwa kuchanganywa likapandanishwa. Dha hili la tarkibu al-mazdi, in bighairi waihi, likiwa lipo lakini bighairi waihi, basi na tamko waihi, tam uriba, maana yake litairabiwa hali ya kuwa limekamilika, ndio tamma uriba, maana yake litairabiwa kiukamilifu. Uriba litairabiwa tena tamma kwa ukamilifu. Almuhimu hapa Sheikh anaelezea kwamba tarkibu almasji imegawika kwamba kuna ambazo zimemaliza na tamko waihi, na kuna matamko ambayo mengine kama vile Hadramaut hakumalizika na neno waihi.
sababu sibawaihi ni tarkibu masjid. Sibu wanasema ni harufu wahi nzuri, au wanasema ni harufu ya waridi. Kwa almuhimu kwamba hii tamko waihi ikiwa lipo mwishoni mwa neno sibawaihi, naftawaihi lipo, rahawaihi kama Ishaqa rahawaihi, Ishaqa ibn Rahoya. Kwa hiyo haya yote yakiwa yamemalizika na matamko waihi mwishoni, yanakuwa ni mabni, yanajengewa ala al-kasra, kama vile kusema jaa sibawaihi, inakuwa sibawaihi ni fa'il mabni ala al-kasra fi mahali rafin. Lakini likiwa halikumalizika na waihi, ndio maana akasema kwamba tama uriba al-i'rabi halikuwa limekamilika, kwa maana litakuwa ni murabu, halitojengewa. Mfano kina Hadramaut utasema jaa, mfano hadha Hadramaut, tarufaishwa kwa dhamma, itanasibishwa kwa fatha, na wakati wa kujurishwa itajurishwa kwa fatha niabatan anil kasra li'annahu ismun mamnu'un min as-sarfi wal mani'u lahu min as-sarfi, itakuwa lil'alamia ma tarkibi al-masjid. Kwa hiyo ndio mapito ambayo tumeyafahamu katika upande wa hizbeti. Ama hii ambayo tumeelezea kwamba ni tarkibu al-isnadi, alipoelezea kwamba wa jumlatun, na ile ambayo alamu inakuja ni jumla, hii nayo anasema katika upande wa i'rabu yake na rabi wa al-hikaya. Ukisema mfano jaa shabakarnahu, hija itakuwa ni fi'l madhi, shabakarnahu inakuwa ni fa'il, yote nzima umechanganya ni fa'ilun marfu'un, alam rafina kwa dhamma muqaddara ala akhirih, maana min dhuhuriha ishtighalu al-mahall bi harakati al-hikaya. Kwa hiyo hii ndio i'rabu ya alama ambayo imekuja ni jumla, kama vile labda ukisema Zaidun qaim, akawa ni mtu anaitwa hivyo Zaidun qaim, na i'rabu ala al-hikaya ni kama hikaya. Hikaya ni kusimulia kitu kama kilivyo, basi na kukibadilisha vile vile kilivyokuja, ni kukiacha ukakipokea kama kilivyokuja, kama ilivyokuja suratu al-mu'minuna, suratul munafiquna, haikuja munafiqin kwa sababu al-asli itakiwe moja labda munafiqin kwa mudhaf na mudhaf ilayhi, lakini vile ndio ilivyopokelewa itabakia kama ilivyo, itarabiwa ala al-hikaya. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa katika tasjili ifuatayo inshallah tutaingia moja kwa moja katika upande wa sharhi yetu, kisha tutakuja endelea mbeleni inshallah katika darasa zifuatazo kuelezea upande wa alama ambayo itakuwa inakuja mingwafu na zile ambazo zimejawika katika upande wa alamu shakhsi na alamu jinsi, wallahu a'lam.